kukua katika neema kuna provoke kibali kikuu kwenye maisha ya mtu. Sasa iko hivi, kupokea neema ni bure, kukua sio bure. Neema tunapokea bure, ila hatukui bure, hatukui bila effort. Hatukui bila effort. Neema haihitaji chochote ufanye, au hitaji ustahili, lakini haukui bila uwekezaji wa nguvu. Maana yake kukua katika neema ni wajibu, ni responsibility. Na hapo ndo tunaanza kupishana. Wasiotaka kuubeba huu wajibu hawatafurahia, hawatakuwa katika neema na hawatafurahia kibali kikuu. Ndio maana mimi sio mdau wa kusema tu mwaka huu utapokea kibali kikuu. Hiyo kibali ni kitegemezi na uwajibikaji wako kwenye yale ambayo yatachochea au yatasababisha hicho kibali kikuu kwenye maisha yetu. Amen. Ndio maana lile andiko ambalo tumesema, anasema lakini kuweni katika neema. Unagundua sasa anaanza kumpa mtu wajibu. Kuwa wewe, kuwa, nakwambia kuwa. Maana yake unawajibika kwa ukuaji wako. Kama kuna mahali unaona umestaki, haukui kiroho, haukui katika neema hiyo kwenye hilo eneo, kwenye finance, kwenye afya, kwenye eneo lolote, sio wajibu wa mtu mwingine. Wa kwanza kujiwajibisha ni wewe mwenyewe. Ndio maana anasema kuweni katika neema na katika kumjua Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma pia baadhi ya maandiko ambayo yanaonyesha uwajibikaji wa mtu na uwekezaji wa mtu ili kukua katika neema, unaweza kuona pia kwenye Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Anasema basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe hodari katika neema. Uliipokea bure, lakini ili ilete matokeo kwako lazima uwe hodari. Hapa pale anasema mambo yale uliyosikia kwangu na kujifunza. Anaongea baadhi ya vitu. Angalia andiko lingine ambalo linaonyesha uwajibikaji tofauti ya hizi neema mbili. Tofauti ya neema unayoipokea bure na neema ambayo unahitaji unakuwa na kuanza kupata matokeo ni kwenye Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Anasema basi sasa na kuomba. Huyu ni Musa. Anamwambia Mungu, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Unaona ametaja neema mara mbili. Lakini angalia, ya kwanza anasema nimepata, ya pili anasema nipate. Kwa moja tayari ameipata. Kiingereza anasema if I have found, nimeshaipata neema. Alafu hii ya pili anasema so that I find grace. Kwa tayari ya kwanza nimeshaipata, lakini kuna nyingine nahitaji niipate. Ili niipate hiyo, anasema unionyeshe njia zako, nipate kuyajua, nipate kukujua. Maanake hii ya pili inahitaji kufanya kitu, kukua ili uipate, ambayo itaachilia kibali kikuu kwenye maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuwa katika neema, tuko kwenye ile point ya pili. Tunakuwa katika neema kwa kufanya nini? Nitataja vitu tu haraka. Hapa ninaweka msingi, kwa hiyo sitaingia deep. Labda Mungu akitupa nafasi huko wakati mwingine, ikiwa sasa ni seminar ya siku kadhaa, tunaweza tukaingia ndani kwenye kila point. Kwa hiyo tunakuwa katika neema kwa kufanya nini? Namba moja, kwa kumjua sana Mungu na kuzijua njia za Mungu. Kwa kumjua sana Mungu na kuzijua njia za Mungu. Hapa Mungu ni nani? Unamjua Mungu, who is God, na namna gani anafanya kazi. Ndio hicho tunachoongelea. Mungu ni nani na anafanyaje kazi? Tunakuwa katika neema kwa kumjua Mungu na kuzijua njia za Mungu. Sasa kujua njia za Mungu ni mchakato, sio tukio. Sio tukio. Naona Musa anasema maandiko yanasema Mungu aliwaonyesha wana wa Israeli matendo yake, akamjulisha
Musa njia zake. Sasa wengi tunapenda matendo ya Mungu, hatupendi njia za Mungu. Njia maana yake unapitishwa, unashikwa mkono, unapita pagumu. Alafu wakati unapita unasikia neno la Mungu linakuelekeza na njia ni pita hivi, fanya hivi. Njia sio rahisi, sio kitu kitamu, sio kitu utakifurahia njia. Matendo ni jambo zuri, ni event. Watu wa matukio, kuna watu napenda matukio, hatupendi njia. Kama tunataka ku-experience neema ya Mungu, kukua katika neema ya Mungu, ni lazima tukue katika kumjua Mungu kupitia njia za Mungu. Mungu akupitishe pagumu, upite na yeye mpaka, yani ukimaliza lile gumu unasema nilipita na Mungu tangu mwanzo mpaka mwisho. Sio kuna mahali nilikata tamaa. Unajua maana ya kukata tamaa? Unaanza mchakato. Hii habari ni yani nilifika katikati nikakata tamaa, nikaacha kabisa. Baadaye sasa ninarudi. Unajua maana yake? Kwamba tunarudi kuanza mchakato. Yani lile darasa limekushinda, unalianza upya. Umeshindwa kupita na Mungu. Maana njia za Mungu sio njia rahisi. Kwa nini Musa alizidaka njia za Mungu? Angalia experience ya Musa. Musa ametembea na Mungu miaka 40 jangwani. Pale ndio alikuwa anafundishwa njia za Mungu. Njia za Mungu alikuwa anafundishwa. Hiyo ni miaka 40 jangwani, sio wakati anapita na wana wa Israeli, wakati yuko mwenyewe. Wakati wa njia za Mungu kuna wakati unahisi kama hakuna mtu mwingine anaweza kukuelewa, hakuna mtu yuko pamoja na wewe, lakini kwa hakika unajua uko pamoja na Mungu. Ukiweza kupita mwanzo mpaka mwisho, maana yake moja ya kitu utatoka nacho ni njia za Mungu. Maana yake utakuwa katika kumjua Mungu. Kuna vitu hauwezi kukua kwa kufundishwa mtu wa Mungu. Utasikiliza mafundisho, kuna angles ambazo huwezi kukua. Kuna maeneo utakuwa kwa kupitishwa na Mungu. Mahali ambapo unaona hakuna msaada wote, hakuna mtu anaweza kukuelewa, lakini ukabaki na Mungu. Ukiweza kutembea na Mungu kwenye nyakati hizo. Njia za Mungu sio maeneo marahisi. Sio maeneo marahisi kupita. Na ndio maana sio wengi wanakubali kupita mpaka mwisho. Wengi wanaishia katikati. Wengi wanakata tamaa. Wengi wanasema, wengine wanafikiri Mungu amewaacha, au wengi wanafikia mahali wanakaa. Sasa unapofanya hivyo maana yake umekataa mchakato. Kuna kibali cha Mungu utakikosa kwa kukataa kupita njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakuwa katika neema kwa kumjua sana Mungu na kuzijua njia za Mungu. Na hizo njia za Mungu ndio zinakufanya kumjua Mungu ni nani. Unajua kuna ile kumuelezea Mungu kwa kumsoma, alafu kuna kumuelezea Mungu kwa experience. Unajua Daudi hakuwa anamuelezea Mungu kwa kumsoma. Na hicho ndio tofauti yetu sisi na watu wa Biblia. Watu wa Biblia hawakuwa na Biblia ya kusoma. Wao sasa maisha walioishi na Mungu ndio akafanya waandike experience yao na Mungu. Kwa hiyo unapoona Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, hajaikoti mahali. Yani alipita, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Alipita mahali ambapo hakuna mahali anaweza kupata msaada kokote. Alafu akashika kwa Mungu, akagundua kumbe Mungu anaweza akanitunza nisipungukiwe. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu. Anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi yangu. Maana yake kuna wakati alikutana na watesi na akajua amezungukwa na watesi, akashtuka anakuta kumbe hapo katikati ya watesi kuna na meza ya Mungu. Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Unajua maana ya bonde la uvuli wa mauti? Maana yake kuna mauti iko hapo imesimama, afu kivuli kimekuangukia. Yani ukigeuka tu ni mauti. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Na maana yake kuna mauti alikutana nazo Daudi. Alijua anakufa, lakini Mungu akamtokea. Alafu baadaye anaelezea experience. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuelezea experience yako na Mungu kama hujapita na Mungu mahali pagumu. Na baada ya hapo ndio unaona anasema hakika wema na fadhili, kibali cha Mungu vitanifuata siku zote za maisha yangu. Tusiwe watu negative tunapokutana na changamoto. Tusiwe watu negative tunapokutana na mambo magumu. Kubali kuwa positive, kwa sababu wakati mwingine kupitia kwako mambo magumu haihusiani na kosa lolote na dhambi yoyote. Haihusiani na dhambi yoyote uliyofanya, haihusiani na kosa yoyote uliyofanya, lakini kuna njia Mungu anakupitisha
ili baadaye ukiangalia nyuma useme nilimjua Mungu kupitia ile njia, nilikuwa katika neema kupitia njia Mungu aliyonipitisha. Amen. Kwa tunakuwa katika neema kwa kumjua Mungu na kuzijia jua njia za Mungu. Tunakuwa katika neema kwa kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Kuimarisha mahusiano yetu na Mungu, kufanya vitu vya kiungu kwa mahusiano, sio kwa kupata vitu. Watu wengi tunafanya vitu vya kiungu kwa kupata vitu. Kufanya vitu vya kiungu ili kupata vitu hakuta kukuza. Lazima ufanye vitu vya kiungu kwa mahusiano. Uombe kwa sababu ya mahusiano, ufunge kwa sababu ya mahusiano, umtafute Mungu kwa sababu ya mahusiano, uwe mtu wa ibada kwa sababu ya mahusiano. Unamtaka Mungu, sio unataka vitu vya Mungu. Unamtaka Mungu. Hiyo ndio ile core motive ya kila unachokifanya, kumtaka Mungu. Kwa nini unaomba? Namtaka Mungu. Kwa nini unafunga? Namtaka Mungu. Kwa nini unaacha chakula? Namtaka Mungu. Sio nataka vitu vya Mungu. Vitu havitakukuza, havitatukuza. Mungu ndiye atatukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunakuwa katika neema kwa kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Tunakuwa katika neema kwa kutembea katika imani. Kutembea kwa imani. Kutembea katika imani. Biblia inasema kwenye Wakolosai, inasema kama mlivyopokea kwa neema, mlivyopokea Kristo Yesu, enendeni hivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kwa kupitia kutembea katika imani tunakuwa katika neema. Namba inayofuata, tunakuwa katika neema kupitia maarifa ya kiungu. Kwa kujilisha maarifa. Wakati unaendelea kujilisha na kujilisha maarifa kwenye hilo eneo ambalo unataka kukua katika neema ya Mungu, kwenye eneo hilo unakuwa katika neema. Na maandiko yanathibitisha ziko neema mbalimbali. Tunajua kwenye hilo Wakorinto wa kwanza nafikiri sura ya 12 anaongelea, ni sura ya 8 au ya 12, anasema mmeijua neema ya Kristo. Pale chini jinsi ambavyo alikuwa maskini lakini akafanywa tajiri. Maana yake inaongelewa neema ya nini? Neema ya utajirisho, neema ya fedha. Alafu unaona pia anaiongelea hiyo neema kwa kanisa la Makedonia pia. Kwa maana yake kuna neema ya ulinzi, kuna neema ya mafanikio, na ziko neema mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakuwa katika neema kupitia maarifa, lakini pia tunakuwa katika neema kupitia bidii katika kazi Mungu aliyotuitia. Bidii katika kazi Mungu aliyotuitia. Karibu. Bidii katika kazi Mungu aliyotuitia. Bidii katika kazi. Sasa tunasema kazi Mungu aliyokuitia haimaanishi ya injili peke yake. Yaani ukishagundua mimi nimeitwa kufanya kitu fulani, alafu ukaanza kuwekeza bidii, maanake ni neema ya Mungu ndio imekuanzishia, imeinitiate. Tumeona moja ya kazi ya neema ni kuinitiate, kuanzisha vitu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo unakuwa katika neema iliyoanzisha hicho kitu kwa kuweka bidii kwenye kufanya kile Mungu alichokuitia. Kwa sisi wahubiri, maanake kuweka bidii kwenye kazi ya Mungu, kwenye hiki ambacho Mungu ameniita. Ninapoweka bidii, nitakuwa katika neema kwenye hiki Mungu alichoniita, na nitaanza kuexperience kibali kikubwa cha Mungu kwenye hiki Mungu alichoniita. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 10, anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Maana yake neema ndio imeinitiate. Na neema yake iliyo kwangu haikuwa bure. Ilikuwa si bure. Maana yake unaona inaanza kwenda hatua inayofuata. Ya kwanza imenileta hivi nilivyo, imeniingiza hapa, sina nilichofanya. Lakini ya pili sio bure. Anasema bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wengine wote. Ni neema ilimuita Paulo, ni neema ilimuita Petro, ni neema iliwaita mitume wote. Lakini moja kitu kilimfanya Paulo alizidi wengine wote. Biblia inasema nalizidi kufanya kazi kuliko mitume wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi.
Kwa hiyo mtu ambaye hana bidii amepungukiwa neema ya Mungu. Mtu asiye na bidii, neema inakupa bidii kwenye kufanya kile ambacho Mungu amekuita kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Jambo la tatu la kufahamu kuhusiana na neema ya Mungu. Tunaangalia mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na neema ya Mungu ambayo yatatusaidia kukielewa kibali kikubwa cha Mungu kwenye maisha yetu. Mambo muhimu ambayo ya kufahamu kuhusu neema yatakayotusaidia kukifurahia, kukielewa kibali kikuu cha Mungu, kwa sababu neema ndiye mama wa kibali. Kwa hiyo jambo la kwanza tukasema Biblia inafanya kazi kwa maagano. Na kwenye hayo maagano kuna neema na kibali cha Mungu. Na hivi vitu viwili vinafanya kazi tofauti ndani ya hilo agano, na nimeeleza kiasi fulani. Jambo la pili nikasema tunahitaji kukua katika neema ili tuweze kufurahia kibali kikuu cha Mungu, na ndicho nilikuwa ninaeleza tunawezaje kukua, nikaeleza vitu kadhaa. Jambo la tatu, neema ni Mungu anaitoa bila kustahili kwetu. Neema ni Mungu anaitoa bila kustahili kwetu. Lakini kibali ni Mungu anakitoa kupitia kuaminika kwetu kwake, baada ya kutembea na yeye. Neema ni Mungu anaitoa bila kustahili kwetu, lakini kibali ni Mungu anaachilia kupitia kuaminika kwetu, na kupitia hizo baraka zake ambazo ni matokeo ya kutembea na Mungu. Nimeandika kwa Kiingereza na tafsiri moja kwa moja. Grace is God giving what we do not deserve. Favor is God entrusting and blessing those who walk with God. Kwa hiyo neema ni Mungu anaitoa bila kibali, atustahili, bila kustahili kwetu. Lakini kibali ni matokeo ya kutembea na Mungu kwenye neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namaanisha nini? Neema inashughulika na wewe ni nani mbele za Mungu. Wewe ni nani mbele za Mungu? Unajua uhitaji kufanya vitu vingi kuwa ni nani mbele za Mungu. Unahitaji tu kukubali kile Yesu amefanya. Status yako inabadilika 100% kabisa. Unakuwa mtoto wa Mungu. Hauhitaji kingine chochote kuwa mtoto wa Mungu. Yaani unahitaji kufunga, kuomba, kuacha dhambi kwanza ndio uwe mtoto. Hakuna chochote unachotakiwa kufanya. Unahitaji kuamini kile ambacho Mungu amefanya kwa kazi ya msalaba, na pale pale inabadilisha status yako. Yaani kama mtu ni mlevi, na hata kama amelewa kabisa ananuka pombe, hahitaji pombe iishe, hahitaji kuacha hiyo pombe kwanza ndipo aitwe mtoto wa Mungu. Anahitaji kukubali Yesu. Yaani pale pale akasema, na yaani limeli tu amemaanisha kutoka mimi Bwana Yesu na upokea wewe Bwana, ila amemaanisha kutoka moyoni. Kabla hata pombe haijaisha anakuwa mtoto wa Mungu. Hiyo ndio neema inayofanya kazi. Kwa hiyo inashughulika na wewe ni nani mbele za Mungu. Inabadilisha status yako mbele za Mungu. Lakini kibali kinashughulika na Mungu atakuamini na kitu gani. Sasa neema inakubadilishia status, lakini ili uanze kufurahia kibali cha Mungu inategemea unaamini. Sasa mambo mengi ambayo tunaishi define sisi ni nani kwanza mbele za Mungu. Yanatengeneza trust yetu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ni Mungu anaachilia rehema zake kwa mwanadamu asiyestahili. Lakini kibali Mungu anaachilia approval yake, huyu mwanadamu aanze kufurahia baraka. Anaachilia approval, ana approve baraka. Kwa hiyo kibali sio automatic. Akitatokea tu hivi, lazima kuwe na approval. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ngoja nisome maandiko kadhaa ambayo yatatusaidia kuelewa hiki kitu tunachokiongea. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Haya maandiko yanaongelea kibali, lakini ukiyachunguza pia yanaongelea neema. Anasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa mbele za Mungu. Sasa linapokuja swala la neema, hamna kujitahidi. Hamna unachoweza kujitahidi ili ukubaliwe mbele za Mungu. Lakini anasema jitahidi kujionyesha kuwa maana ulishakubaliwa, lakini sasa kuna kitu ufanye kujionyesha kuwa umekubaliwa mbele za Mungu. Ila sio kwamba ndio ukifanya hivyo ndio utakubaliwa, lakini kuna kitu. Maana yake hapa anaongelea kuna neema ulipokea ili change status yako mbele za Mungu, ukawa ni mtu aliyekubaliwa mbele za Mungu. Sasa ishi maisha ambayo yataonyesha ya kwamba umekubaliwa mbele za Mungu, ili uweze kufurahia kibali cha kukubaliwa mbele za Mungu. Ninaeleweka vizuri? Hiyo ni lugha ya tafsiri. Sasa anasema hapo unajitahidi vipi? Anasema mtendakazi asiye na sababu ya kutayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Lakini ukiruka ukaenda mstari wa 20, unaweza kuona tena neema na kibali vinavyofanya kazi. Anasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo. Anasema ni katika nyumba kubwa. Hapa anaongelea vyombo. Maana yake kwa mwenye nyumba ananunua vyombo. Kwa hivi vyombo vyote vimo ndani ya nyumba kubwa. Ndio hatua ya kwanza. Kwa hapa aongelei chombo kuingia ndani ya nyumba, anaongelea chombo ambacho tayari kimo ndani ya nyumba. Maana yake kupitia neema kimekuwa chombo ndani ya nyumba. Katika nyumba kubwa havimo vyombo. Hapa anaanza kuelezea hivyo vyombo vya dhahabu na vya fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina heshima. Sasa neema inakufanya kuwa chombo. Neema inakufanya kuwa chombo. Chombo cha aina gani? Kukua katika neema. Neema imetufanya wote hapa ni vyombo katika nyumba ya Mungu. Sasa ni chombo cha aina gani? Dhahabu, udongo, cha shaba, cha plastiki ambacho unaweza tu kurusha kule, au cha udongo una handle with care. Unajua ukiambiwa ukaweke chombo cha plastiki unaweza ukapiga tu hata teke kikaingia, ila sio cha udongo. Sasa Biblia inasema katika nyumba sisi sote ni vyombo, ila sisi hapa kuna vyombo vya dhahabu, kuna vyombo vya shaba, kuna vyombo vya miti, kuna vyombo vya udongo. Humu ndani ukichunguza kuna vya shaba, kuna vya miti, kuna vya shaba, kuna vya udongo. Yote ni vyombo. Kuna chombo cha chooni. Hata ukikia chooni kule kuna chombo. Na kila kazi yake kabisa. Sasa kwenye nyumba ya Mungu hizo nafasi sio permanent. Unaweza ukashift kutoka kwenye chombo cha chooni ukahamia kuwa chombo cha jikoni, baadaye ukashift ukawa chombo special, yani akitoki mpaka wageni special. Unaweza kimaandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile neno vyombo maana yake neema imetufanya wote kuwa vyombo. Mstari wa 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Maana yake kinaweza kutoka kuwa chombo cha udongo kupitia aina fulani ya maisha kikawa chombo cha dhahabu. Sasa hapo ndio unaona maana ya neema na kukua katika neema na kuanza kufurahia kibali kwenye maisha. Haitatokea automatic watu wa Mungu. Anasema ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo. Lakini kibali kinaanza kufanya kazi. Anaanza kuexperience kibali cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunataka kutembea katika neema, hii kitu sio ya kupuuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4. Jambo la 4. Kwenye hili la 4 nataka niongelee tu neema bila kibali. Maana yake nini? Grace without favor. Neema bila kibali. Mtu anaweza kuwa na neema ya Mungu
lakini asifurahie kibali cha Mungu, au afurahie kwa uchache sana kibali cha Mungu. Mtu anaweza kuwa na neema ya Mungu lakini asifurahie kibali cha Mungu, au afurahie kwa uchache kibali cha Mungu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu huyu anaweza kuwa ni mali ya Mungu lakini apokei vipaumbele vyote vya kuwa mali ya Mungu. Anaweza kuwa, nitumie lugha nyingine, anaweza kuwa ni mtoto wa Mungu lakini afurahie zile privileges za kuwa mtoto wa Mungu. Na hapa ndio tunapishana. Hatupishani kwenye neema ya Mungu, tunapishana kwenye kufurahia kile ambacho kinaambatana na hiyo neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wote walikombolewa kwa neema, waliokolewa kwa neema. Mfano mzuri, walitolewa Misri, wote walitolewa Misri kama watu wa Mungu kabisa. Na ukiangalia hakuna mahali hata jangwani Mungu alisema hawa sio watu wangu. Kwa bado ni watu wa Mungu. Lakini unagundua kuna mahali walikuwa wanapungukiwa kibali cha Mungu. Kuna mahali walikuwa wanakosa baraka za Mungu. Kuna wakati hao watu wa Mungu hao vilikuja nyoka zikaanza kuwagonga. Mungu hajakana ni watu wake, lakini kuna ulinzi ulipata shida. Na unagundua ulisababishwa nini? Kuna kitu walifanya, kuna makosa, kuna vitu walivimisi, alafu vikaleta shida kwenye maisha yao. Kwa hiyo ni watu wa Mungu, ni wana wa Mungu kabisa, lakini kuna zile privileges za kuwa na Mungu wakaanza kuzimisi. Kwa hiyo unaweza ukawa na neema ya Mungu lakini usipokubali kukua kama ambavyo tumeweka msingi, kuna vitu unaweza ukapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unamwona mtu kama Sauli alichaguliwa kwa neema kabisa. Sauli alichaguliwa kwa neema, lakini kuna mahali alipoteza kibali cha Mungu kupitia maisha yake ya kutokutii. Kwa hiyo neema inatunza mahusiano, kibali kinaelekeza privileges ndani ya hayo mahusiano, kinasababisha mtu afurahie vile viambatanishi vya faida na mahusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naeleweka vizuri. Sasa turudi kwenye lile andiko letu la msingi. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kufuatilia mafundisho zaidi kupitia simu yako ya mkononi, unaweza ukatuandikia majina yako pamoja na mkoa au nchi uliopo kwa njia ya WhatsApp, na utatutumia kuja kwenye namba 0754711247. Majina yako kwa njia ya WhatsApp kwenda kwenye namba 0754711247. Na baada ya hapo utaanza kupokea mafundisho kwenye inbox yako ya WhatsApp, na utakuwa sasa na uwezo wa kuwatumia watu wengine ukipenda kufanya hivyo. Asante.